Mtego wake Samia Suluhu kwa Askofu Gwajima kwa kufungua kanisa lake la Ufunuo na Uzima. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika hatua ya ghafla na yenye mvuto mkubwa, serikali ya Tanzania iliamua kuondoa marufuku iliyowekwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima likiongozwa na Askofu Josephat Gwajima. Serikali kupitia mkuu wa wilaya ya Ubungo Bwana Albert Msando aliwaambia waumini kwamba hapakuwa na mtego wala mpango wowote wa kumkamata kiongozi wao, na kauli hii ikiwa imetolewa siku ya Jumanne Novemba 25 kwa niaba ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi kwa sehemu ya utekelezaji wa maagizo ya Waziri Mkuu. Uamuzi umepokelewa na hisia mseto, furaha kwa waumini waliokosa ibada kwa miezi na shaka kwa baadhi ya wananchi na wanasiasa wanaohoji nia ya serikali. Wengi wao wa Watanzania wameendelea kuhoji kuwa kama kuachiliwa kwa kanisa kuna husiana na msukumo wa kisiasa. Walisema kuwa huenda ni mtego kwa Askofu Gwajima, ingawa serikali imekana madai hayo. Mgogoro ulikuwa mzito kwamba tarehe 2 Juni mwaka huu msajili wa taasisi za kiraia alitangaza rasmi kufutwa kwa usajili wa kanisa la Ufufuo na Uzima. Serikali ilisema kuwa kanisa lilikiuka masharti ya sheria na kutumia mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa, jambo lililoelezwa kuwa linaweza kuchochea mgawanyiko na hatari kwa amani ya nchi. Kanisa hilo ambalo kabla linadaiwa kuwa na maelfu ya waumini na mamia ya matawi kote nchini, mara moja lilifungwa. Polisi walifunga vifungo, kuweka mkanda wa kuzuia kuingia kwa kanisa hilo ama kwa eneo la kanisa na kuzuia mikutano yoyote ya waumini. Eneo la makao makuu ya kanisa jimboni Ubungo, Dar es Salaam likawa limezibwa kabisa. Waumini walilazimika kusali nyumbani au kwenye mikutano midogo mitupu. Mahubiri, ibada za Jumapili, ubatizo, ibada za mahubiri ya ndoa na matukio mengine ya kidini yaliathirika. Biashara ndogo zilizoelezea kuunganishwa na shughuli za kanisa, wauzaji wa vyakula, bodaboda, wafanyabiashara wa mitaa karibu na kanisa ziliona mapato yao kuporomoka kwa kiasi kikubwa. Na sasa baada ya miezi 6 ya kutolewa marufuku, kanisa limeachiliwa. Hata hivyo, uamuzi huu unakuja katikati ya mjadala mkali wa kisiasa na kidini nchini. Baadhi ya watu wanaona ni jibu kwa maelfu ya waumini waliopoteza haki yao. Wengine wanaona ni mabadiliko ya mkakati wa siasa. Wakati kanisa likifunga, viongozi wa Ufufuo na Uzima walichukua hatua ya kisheria. Walifungua kesi kotini dhidi ya uamuzi wa serikali, wakiomba agizo la muda wa kuiruhusu kanisa kuendelea na shughuli zake hadi mchakato wa rufaa utakapoisha. Koti ya hakimu kazi ilikataa pingamizi la serikali la kuruhusu kesi kusikilizwa. Hali ilisababisha mijadala mikali ndani ya taifa. Wengi wakiwemo viongozi wa dini na wananchi wa kawaida walitoa hoja kwamba huenda kanisa kizito kufunguliwa bure kama kitendo cha kuzima sauti ili kuzuia ukosoaji wa serikali. Wakosoaji walihoji, mbona kushtakiwa kiongozi wa kanisa mmoja badala ya kufunguliwa kanisa lote? Wingi wa waumini una maana ya haki ya kiroho isiyopaswa kufutwa. Miongoni mwa wachache waliunga mkono uamuzi wa serikali walisema kuwa dini haipaswi kutumika kama chombo cha kisiasa, lakini ilipeleka mjadala mpana zaidi juu ya mipaka kati ya mahubiri ya dini na siasa. Siku ya Jumatatu Novemba 24, siku moja kabla tangazo rasmi, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba alitoa maagizo ya kuachilia marufuku dhidi ya kanisa la Ufufuo na Uzima. Agaa kwamba kanisa liweze kufunguliwa tena na waumini wapate kuendelea na ibada. Alieleza kwamba hakifai waumini kulipwa bei kwa makosa ya kiongozi mmoja. Hatua hii ilitangazwa kama ishara ya utekelezaji wa haki ya kiroho inayotambulika kikatiba, haki ambayo haiwezi kupuuzwa bila msamaha wa kweli kwa maelfu ya waumini walioathirika. Serikali pia iliahidi kuweka kipindi cha uangalizi wa miezi 6 ili kuhakikisha kanuni na maadili ya kuendesha makanisa yanayoheshimiwa. Kwa upande mmoja wa umma, baadhi ya Watanzania wakiwemo watu wa dini, wachambuzi wa kisiasa na waumini wa makanisa mengine wamehoji nia ya serikali.
Wameendelea kusema kwamba kufunguliwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima ni hatua ya mkakati wa kumkamata kiongozi wake kuhusu mashtaka ya siasa au kuzuia yeye kuzungumza. Hoja yao imesemekana kuwa ni mtego ulioandaliwa na utawala wa Samia Suluhu Hassan. Zaidi ya hayo, baadhi ya wachambuzi wa kisiasa wametaja mzunguko wa tukio baada ya uchaguzi mkuu Oktoba mwaka 2025 ambao ulianzisha mgogoro wa kisiasa, maandamano na shutdown ya mitandao. Serikali inaonekana kujaribu kuimarisha imani ya jamii kwamba imetekeleza mapambano ya kurejesha haki na amani. Hivyo kufungua tena kanisa kunachukuliwa kama sehemu ya kujaribu kuimarisha imago kabla ya msukumo wa kisiasa zaidi upya. Hata hivyo, serikali imekanusha madai haya kwa kusema wazi kwamba hakutakuwa na mpango wa kumkamata Askofu Gwajima. Tangazo rasmi linasema ni utekelezaji wa maagizo ya serikali juu ya uhuru wa dini kwa waumini wake, na kwamba kufunguliwa kwake ni matokeo ya tathmini na mchakato wa kurejesha ruhusa kwa makanisa yaliyofungwa. Maelfu ya watu waliokosa sala kwa miezi 6 sasa wanaweza rejea kanisani. Watu wanaweza kushiriki mahubiri, ibada za Jumapili, upatizo na mikusanyiko mingine ya kidini. Sekta ndogo zilitegemea shughuli za kanisa. Wauzaji wa chakula, wafanyakazi wa bodaboda, wafanyabiashara wa mitaa wameanza kuona nafuu. Mapato yao ambayo yalipungua sana wakati wa marufuku sasa yanatazamiwa kupanda tena. Na kwa jamii nzima, hatua hii inachukuliwa kama ishara ya kurejea kwa heshima ya haki za raia, uhuru wa ibada, heshima ya misimamo ya kidini na vilevile ruhusa kwa waumini kushiriki maisha ya kiroho bila hofu. Na serikali imeeleza kwamba kanisa litaendelea kufanya kazi chini ya uangalizi wa miezi 6, kipindi ambacho kanisa litafuatiliwa kwa uangalifu ili kuhakikisha linafuata taratibu na misingi ya sheria. Hii ni sehemu ya mabadiliko ya sera ya usajili wa makanisa, ikiwa ni pamoja na mapendekezo ya kurekebisha uendeshaji wa taasisi za dini. Uamuzi huu unalenga kuhakikisha kuwa mahubiri ya dini hayatumiki kueneza siasa au kuchochea mgawanyiko. Hivyo, makanisa yote yanahimizwa kuandaa rasilimali, uwazi na uwajibikaji wa mambo ya ndani na ili kuepusha migogoro kama hii tena. Hatua ya kurejeshwa kwa kanisa la Ufufuo na Uzima ilichelewa kufunguliwa, lakini imekuja kama pumzi ya matumaini kwa maelfu ya waumini, na hii ni kifungu cha moja ya haki za msingi ya binadamu, haki ya ibada na dhamiri ya kiroho. Haya ndio tuliokuandalia kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.